Nina mambo manne makubwa ya kusema nanyi. La kwanza, kuwatakia kusimamia amani na usalama katika maeneo yenu. Nyinyi ni wenye viti wa kamati za usalama kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo kipindi hiki tunachokwenda, kuna vijichokochoko vinaweza vikatokea vya makusudi na vya bahati mbaya. Nataka mkasimame imara kuhakikisha mikoa inabaki salama. Tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa salama. Najua tunakwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, makundi yatahibuka mengi. Nendeni kama makamisa wa mikoa, kasimameni imara, hakikishe mikoa inabaki salama. Lakini la pili, usimamizi wa fedha za serikali. Tumeleta fedha nyingi, kuna miradi mingi iliyokamilika na inayoendelea. Nendeni kasimamieni usimamizi wa fedha za serikali. Miradi inayotekelezwa iende na thamani ya fedha tunayoishusha. Fedha ile ni kwa ajili ya kutatua shida za watu na si vinginevyo. Nataka mkaisimamie. La tatu, swala la mapato ambalo nalisema kila siku. Katika mikoa yenu tuna uwezo wa kuongeza ukusanyaji wa mapato, na kwa mwaka huu tumewaongezea kiwango cha ukusanyaji, lakini na hakika mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Msende kutumia maguvu, lakini kakusanyeni mapato. Hakikisheni mifumo iliyowekwa inafanya kazi vizuri, fedha inapatikana. Nadhani mwenendo wa ulimwengu mnauona. Akitoka kuchokozana huyu, anaingia kuchokozana huyu. Akitoka huyu, anaingia huyu. Huko mbele hatujui kinachokuja. Kama kutapanda bei za bidhaa, kutapanda mafuta, kutafanyaje, wengine wanajivuta katika misaada. Kwa hiyo la maana hapa ni kukusanya ndani kwetu. TRA inafanya vizuri, nataka mikoa ikafanye vizuri. Simamieni halmashauri zikusanye mapato vizuri. La nne, nirudie kusisitiza kwamba twende tukawasikilize wananchi. Kipindi hiki ni cha mchakato kuelekea uchaguzi, lakini mikoa ipo na nyinyi mpo mnaendelea kuwasikiliza wananchi. Lakini kipindi hichi cha uchaguzi kutokuwa bias. Kama wakuu wa mikoa, kasimameni katikati. Shirikianeni na chama, kasimameni katikati, muendeleze mchujo katika uchaguzi unaokuja. Kajishusheni. Jua mkuu wa mkoa ukifanya mabega hivi kama ile mizani ya mahakamani kule, haipendezi. Mkuu wa mkoa unatakiwa uwe down, uwe kwa watu. Ukiwa kwa watu wewe, wakuu wa wilaya watakuwa kwa watu, wakikuoneni nyinyi. Na dhamana kubwa kuwasimamia wakuu wa wilaya, halmashauri. Nendeni kafanyeni kazi. Katibu Mkuu Agnes Meena, hongera sana na pole. Umefanya kazi nzuri wewe na Mwajuma pale maji. Niliamini wamama wawili kumsukuma na kumsaidia waziri wa maji, na mmefanya vizuri. Na kwa miradi iliyobaki, na hisi katibu mkuu uliyepo na waziri wako mnaweza mkamaliza vizuri na tukafikia lile lengo tulilojiwekea na kupita. Kwa hiyo Agnes, nimekupunguza, nimekurudisha mifugo. Najua mifugo unaijua vizuri sana. Nenda kaisimamie. Shemdoe amefanya kazi nzuri, ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro. Nenda kasimamie pale pahali. Kapasimamie. Najua unajua kuna kazi kubwa ya kuendeleza uvuvi lakini na ufugaji. Kama unavyojua tunaangalia sasa masoko ya nje. Na masoko ya nje ni viwango. Kwa nenda kasimamie uzalishaji kwanza, pili viwango. Tuna kazi ya kusimamia bandari ya uvuvi ya Kilwa ambayo almost imefika pahali pazuri. Simamia imalizike. Bandari ile ni mkombozi wetu, kimalizika pana ajira 30,000 pale. Kwa vijana wetu wanaweza wakaingia. Lakini la pili, nilipokuwa Simiyu juzi, nilizindua chanjo. Waziri yuko hapa. Mimi na imani na wamama. Huko nyuma wanasema wamama wawili wakikaa kwenye wizara haiendi. Lakini mimi na imani tofauti. Na imani wamama wakikaa pahali mambo yanakwenda. Kwa wamama wawili nyinyi, hata siku moja msende kutizamana kavaa nini, kasuka nini, hapana.
After all, waziri wewe unajifinika wala huoni ulichosuka. Mwenzio tu ndo unajua kwamba ana kalikiti kichwani. Kwa nendeni kachapeni kazi bwana. Kachapeni kazi, tuoneshe kwamba wamama tunafanya kazi tukiamua. Nendeni kachapeni kazi, na watakia kila la kheri. Makatibu tawala wa mikoa,